afisa uchunguzi kiongozi msaidizi daraja la kwanza anayefanya kazi katika ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Singida. Leo tulikuwa tumeitwa hapa, tumealikwa na katibu tawala wa mkoa wa Singida kuja kutoa mafunzo kwa watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuhusiana na masuala ya rushwa, kwa maana madhara ya rushwa na wajibu wa watumishi katika kuzuia kupambana rushwa, lakini pia alituomba tuelezee masuala ya maadili kwa watumishi, na ndio jambo ambalo limefanyika kwa maana ya kuwaelekeza watumishi namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa, lakini pia na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma, lakini pia na swala zima la kuzingatia maadili kwa watumishi wa umma ili kukuza ufanisi na utendaji kazi mahali pa kazi. Kwa siku ya leo mafunzo yalikuwa hayalengi kutaka kujua ni maeneo gani watumishi wanaongoza, lakini ilikuwa ni kujenga uelewa. Lengo la mafunzo ilikuwa ni kujenga uelewa, kwa sababu kuna baadhi ya watumishi ni watumishi wa umma lakini hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya rushwa. Lakini wengine hawafahamu vizuri kuhusiana na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma. Kwa hiyo lengo letu ilikuwa ni kuwajengea watumishi uelewa wa namna ambavyo wanaweza kuzuia vitendo vya rushwa mahali pa kazi, kuwa waadilifu, lakini pia kukuza utendaji kazi mahali pa kazi au wenye heshima kwa utumishi ili kuhakikisha kwamba malengo ya serikali yanafikiwa. Wito wa kwangu kwa watumishi nitoe rai kwa watumishi wote nchini na hasa wa mkoa wa Singida ambapo sisi ndio tunaendelea kufanya nao kazi, watumishi kuwa waadilifu na waaminifu, wafanye kazi kwa ufanisi, lakini pia wajali zaidi maslahi ya mwajiri kuliko matakwa binafsi. Tafakari wa mtumishi wa kawaida kabisa, hukutani na masuala yote ya maamuzi, unatakiwa tu utende kazi. Kutokutenda kazi kwako pia haya ni matendo ya rushwa. Unaihujumu serikali, unaidhulumu serikali, na mwisho wa siku serikali haivuni matarajio iliyokuwa inahitaji. Serikali inapata hasara. Imeajiri mtaalamu lakini mtaalamu hatoi matokeo, na wakati mwingine ni kwa makusudi. Hiyo ni rushwa. Kwa hiyo katika hili ni waasi watumishi wenzangu, baada ya mafunzo haya tukabadilike. Hebu kila mmoja jitathmini peke yake kwamba hivi mimi kwanza zile kanuni na taratibu za utumishi wa umma nazifahamu vizuri. Kama uzifahamu vizuri, watu wa utumishi, hii ni fursa vile vile ya kuwakumbusha watumishi maadili na mwenendo wa utumishi wa umma. Kiukweli, watu wanaenda makanisani kila siku, watu wanaenda msikitini kila siku, na kinachofanyika pale ni kukumbusha kitu kile kile kila siku. Jamani, lazima tumpende Mungu, lazima tuwe na upendo, tupendane, tufanyeje? Na si kwamba wakiambiwa Jumapili hii au Jumapili nyingine hawaendi, wanaenda tena na kwenda tena. Kwa jina naitwa Peter Alphonse Kashinde, ni afisa tehama msaidizi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida. Kwa kweli mafunzo ya leo yanayohusiana na rushwa mahala pa kazi, tumejifunza vitu vingi, na kwa hakika kutokea hapa basi kwa wale watumishi ambao hakika walikuwa wana maadili ya kusuasua, kwa kweli watakuwa wameenda vizuri na kubadilika. Naitwa Gora Izaki, ni afisa habari ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida. Mafunzo siku ya leo nimepokea vizuri kwa sababu yananijenga vizuri katika kazi yangu kama mtumishi wa umma. Yananikumbusha kuwajibika na kufanya kazi kwa weledi na kujituma zaidi, ambayo itaniondoa katika vishawishi mbalimbali vitakavyonifanya mimi kutoa ama kupokea rushwa. Hivyo ninayapokea vizuri kabisa na jitahidi na ninahakikisha nitakwenda kuyafanyia kazi. Naitwa Frederick Joseph Ndani, afisa maendeleo ya mkoa wa Singida, ofisi ya mkuu wa mkoa. Mimi kwanza nishukuru ofisi kwa kuandaa mafunzo haya mazuri ya kuwapatia elimu watumishi juu ya madhara ya rushwa katika mahali pa kazi. Na nipongeze pia TAKUKURU mkoa wa Singida kwa kuona kwamba sisi tunafaa kupa elimu, maana kwa kweli imetusaidia sana kujengea uwezo, lakini kutujengea uzalendo hasa katika utumishi wa umma. Mimi binafsi nimepokea mafunzo vizuri, yamenisaidia sana, lakini pia licha kusaidia mimi, nimpa uelewa kuendelea kuwasaidia wenzangu watumishi wa umma, lakini vijana wa Tanzania hususani ambao wako ndani ya vyuo, wana shule za msingi na sekondari, ili waendelee kuwa wazalendo wa nchi hii. Maana nchi hii inajengwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa TAKUKURU kama nilivyosema kwenye ukumbi, unaweza pia kuanzisha klabu za wapinga rushwa katika maeneo ya kazi ili kuendelea kupeana elimu hii kama watumishi,
lakini pia kuenda kujielimisha si wenyewe juu ya madhara ya rushwa, kwa sababu binadamu tumeambiwa kusahau. Kwa tukiendelea kuwa na hizi klabu za wapiga rushwa mahali pa kazi, inaweza kutusaidia si kama watumishi wa umma kuenda kuichukia rushwa, lakini pia kutoa elimu kwa wenzetu juu ya madhara ya rushwa. Lakini la mwisho niendelee kutoa wito kwa watumishi wa umma. Sisi tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda na kuwa waadilifu katika maeneo yetu ya kazi. Tunatambua madhara makubwa ya rushwa. Ukiwa na rushwa katika eneo la kazi, haki haitendeki. Kwa sisi kama watumishi wa umma tuendelee kukataa rushwa, ili basi tuendelee kuwahudumia wananchi wetu wa Tanzania katika misingi ile ya uadilifu. Nashukuru sana.